Asante kwa kuchagua Bongo Huru TV, na kama bado hujasubscribe tafadhali subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilikuwa kinaendelea na mikutano ya hadhara katika jiji la Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche ameeleza kauli ambayo iliwahi kutamkwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuhusiana na mwanamke ambaye alihitaji kujifungua na akawa hana uwezo wa kununua vifaa vya kujifungulia, ambapo John Heche amesema kitendo hicho kinaashiria ni jinsi gani viongozi hawajui kama wamewekwa kwenye nafasi zao kwa kura za wananchi, hivyo hawaheshimu wananchi ambao ndio wanaowapa nafasi hizo. Mama akaona sina uwezo, akampigia mkuu wa mkoa anataka msaada. Mkuu wa mkoa akamwambia, kama huwezi kununua hivyo, nenda mume wako akufanyie operation. Amesema mwenyewe Chalamila. Mpaka sasa hivi yuko kwenye ofisi ya umma hajatolewa. Kwa nini? Kwa sababu mkuu wa mkoa hamumchagui nyie. Mngekuwa mnamchagua, kesho yake wananchi wangemuondoa. Lakini vile vile hata yule aliyemteua hajawajibika kumuondoa, kwa sababu hakuogopi wewe. Kwa sababu wewe kura yako haimweki. Rais Samia angejua kura yako ndio inamweka, angemfukuza Chalamila kutoka ofisini kwa kucheza na bosi wake. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu ibara ya 8, msingi wa mamlaka na madaraka yote nchini wananchi. Na sehemu B inasema wajibu wa serikali namba 1 ni kustawisha maisha ya watu, ni kufanya wewe utoke kwenye maisha duni kwenda kwenye maisha mazuri. Ndio wajibu wa serikali, na serikali itawajibika kwako. Sasa kama serikali inakujibu kwamba nenda ukamfanyie mke wako operation, hiyo serikali inawajibika kwako? Haiwajibiki kwako, kwa sababu inajua kura yako haiwezi kumweka madarakani. Sisi tumesema tunahitaji mfumo wa kiuchaguzi ambao kura ya mwananchi ndio itamweka kiongozi madarakani. Mkituweka sisi Chadema, tukishindwa kutekeleza yale tunayoyaahidi, muwe na nguvu ya kutupiga chini na kuweka watu wengine ili tuheshimiane katika taifa hili. Ndilo tunalolipigania. Hilo ndilo tunalolipigania. Wangapi wanaunga mkono kwamba wako tayari kuunga mkono mapambano haya ya kudai tume huru ili wote nyosha mkono tu. Waandishi wa habari, mnaona Watanzania wanasema no reforms, no reforms. Bila mabadiliko ya kisheria hakutafanyika uchaguzi. Mimi na Tundu Lissu tulichaguliwa na mkutano mkuu wa chama chetu, ukatuambia no reforms no election. Hatutabadili msimamo, tutasimamia maazimio ya mkutano mkuu. Sasa kama kuna wale watu wanatuambia twende tu CCM itupe viti, sisi hatuhitaji viti vya kupewa na CCM. Sisi tunahitaji viti vya kupewa na wananchi. Ili nikisimama bungeni, ili Susan Limo akisimama bungeni, asisimame kumshukuru rais, asimame kukuzungumzia wewe mwananchi uliyempa kura, sio kumshukuru rais. Tunahitaji mtunge mkono. Tunahitaji saini milioni 15 ambazo kila mtu ataandika kwenye karatasi ya petition. Iko hapa. Hii hapa. Tunahitaji kila mtu ajisajili hapa. Tutapanga mstari tukimaliza. Tutapanga milioni 15 za Watanzania ambao hawataki wizi wa uchaguzi katika nchi. Tukishazipata tutazipeleka Umoja wa Mataifa, tutazipeleka Ulaya, kila sehemu, kwamba Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi na majina yao haya. Tunaelewana vizuri? Hii kazi haiwezi kufanywa na mgawe peke yake. Mungu awabariki sana. Asanteni. Kesho tutaendelea na mkutano mwingine. Kesho ratiba ni wapi? Kesho tuko Kinondoni na Temeke, na nimeambiwa kuna wale watu wanataka kuchangia moja kwa moja hapa. Wako hapa wanaotaka kuchangia hapa moja kwa moja kwa ajili ya mafuta na mambo mengine, wafikie shughuli wafate basi. Haya, sogea. Yes, one love.
Asante kwa kuichagua Bongo Uhuru TV, na kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe na uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.